Naitwa Frank Nyabundege, ni mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Tumetoka kusikiliza bajeti ya Wizara ya Kilimo ambayo imesomwa na Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Chongoro. Na katika bajeti hii kwa kweli ni bajeti ambayo tumeona vitu vingi vilivyofanyika, especially na serikali ya awamu ya 6. Tumeona jinsi ambavyo ukuaji wa sekta ya kilimo umekuwa mkubwa. Mathalan tu nitoe mfano kwa kutumia takwimu ambazo zimesomwa na waziri wetu wa kilimo bungeni. Utoshelezaji wa chakula kwa sasa hivi umefikia asilimia 130 na umekuwa kutoka uzalishaji wa chakula tani milioni 22.8 mwaka jana mpaka kufikia tani milioni 23.78, na hiyo ni sehemu moja hapo tu ya kuonyesha jinsi ambavyo kumekuwa kuna uwekezaji mkubwa sana katika sekta ya kilimo. Lakini unapokwenda kwenye umwagiliaji kwa kweli sasa hivi kumekuwepo na kila mwaka wanawekea bajeti kubwa, na tumeona ambavyo tume ya umwagiliaji sasa hivi imekwisha fanya miradi ambayo sasa hivi katika umwagiliaji tuna hekta zaidi ya 700,000 ambazo sasa hivi zimeunganishwa na mifumo ya umwagiliaji, na hii ni kutoka hekta 200,000 ambazo zilikuwepo wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni nini? Ni kwa sababu kumekuwepo na utashi wa kisiasa wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao amekuwa akiona kwamba Watanzania wengi wako katika sekta ya kilimo. Ili uchumi wake uweze kukua, ili Watanzania wengi waweze kunufaika, ni lazima sekta hii ambayo ni ya kilimo iweze kupatiwa kipaumbele, ipewe fedha nyingi za kutosha, lakini pia kuwepo na msukumo mkubwa zaidi. Na ndio maana tunaona sasa hivi hata wale wanaolima korosho zimeweza uzalishaji wa korosho umekuwa kutoka tani 200,000 mpaka sasa hivi tumefika tani 600,000 na kitu. Na hii ni yote ni kwa sababu serikali imeweka uwezeshaji mkubwa katika viuatilifu ikiwa ni pamoja na sulfa, na ndio maana wakulima wa korosho sasa hivi wanafanya vizuri. Na sio hiyo tu, mazao ya kila aina, ukienda kwenye pamba, ukienda kwenye kahawa, kumekuwa na uwezeshaji mkubwa sana. Lakini kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB ambayo tumepewa fedha nyingi, tumeweza mwaka jana kwa mfano kutoa shilingi bilioni 386.8. Hizi zote zimekwenda kwa ajili katika sekta ya kilimo kuonyesha kwamba zinakwenda kwenye uzalishaji, na ndio maana umeona sekta imekuwa inaendelea kukua, na taasisi nyingi za kifedha zimekuwa zinatoa mikopo, na kwa sababu ya maagizo ya Mheshimiwa Rais imekuwa zikitolewa mikopo hii katika sekta ya kilimo kwenye single digit, yani chini ya 10%. Na hiyo yote imeonyesha jinsi ambavyo sekta ya kilimo imekuwa, na ndio maana tunaweza kuona sasa kila takwimu zinapotolewa bungeni, iwe na waziri wa kilimo au na watu wengine wote wanapotoa takwimu za sekta ya kilimo inakuwa. Kwa hiyo sisi tunachosema ni nini? Kwamba kwa mfano ukiangalia hata mauzo yetu ya nje ambayo ni bidhaa za sekta ya kilimo yamekuwa toka dola bilioni 2.1 wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani mpaka sasa hivi imefika dola bilioni 3.7, na hii yote ni ukuaji, na of course nia yake ni kupeleka mpaka ifikie dola bilioni 5 mwaka 2030. Na uwezo kufikia dola bilioni 5 kama mauzo ya nje, kama uwekezi katika sekta ya kilimo. Na kwa kweli tumeona uwekezaji mkubwa katika sekta ya kilimo, na sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais na tunamwombea Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki, na wakulima wengi wa Tanzania wataendelea kuneemeka kwa sababu hiyo. Kwa hiyo leo katika wizara ambayo bado wabunge wanaendelea kuijadili, ninaamini kwamba itapitishwa kwa kishindo, kwa sababu ni bajeti ambayo inakwenda kuwapatia matumaini wa Tanzania wengi ambao wako katika sekta ya kilimo. Asanteni sana.